Baba, tunajiweka wakfu mikononi mwako tena kwa wakati mwingine. Tangu umekuwa pamoja nasi asubuhi tulipofika mahali hapa, neema yako ilitosha kwetu, na bado tunahitaji neema yako tena iendelee kuwa pamoja nasi hata katika kipindi hiki, tukikushukuru katika yale ambayo Bwana yamepita katika nyumba yako tangu tukifika mahali hapa, kipindi cha kwanza na hata kipindi cha pili na hata kipindi cha tatu, ambacho Bwana tumepaza sauti zetu mbele zako kukusifu wewe na hata kuabudu wewe. Jina lako litukuzwe, heshima na adhamu zikurudie wewe unastahili, na utukufu wako Baba ukawe pamoja nasi. Neema yako Baba ikatoshe tunapokaa mbele zako, kwa mkono wako usioshindwa. Basi Baba ukatuhudumie tena kama ulivyotuhudumia asubuhi katika kipindi ambacho kilichopita, na sasa bado tunakuhitaji vile vile. Kwa neema yako ya pekee ukaiachilie sasa. Roho Mtakatifu ukapate kusimama katika nafasi yako kama mwalimu wetu, na ukapate kusema nasi. Tunajiweka wakfu tukijikabidhi mikononi mwako na kujitiisha chini ya mamlaka yako tukufu, ili Bwana ukapate kutuangaza tena kwa ile nuru yako kupitia neno lako, katika jina la Kristo Yesu. Kila nafsi iliyoko mahali hapa naitiisha tena chini ya mamlaka yako Roho Mtakatifu, katika usikivu wa kuweza kusikia na katika uelewa wa kuweza kuelewa, na neema yako basi ikatoshe kukaa pamoja nasi katika kutuletea yale ambayo Baba yametoka katika kibao cha baba yetu, na utukufu wako Baba ukakae pamoja nasi katika kutusikizisha. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Kushangilia Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliangalia tukaiona fadhili ni nini kwa sura na mtazamo mwingine, na tukaona kwamba hakuna mtu anayeweza kufadhili ila akufadhili mtu mwingine isipokuwa amefadhiliwa na Mungu. Kuna kitu huwa Bwana anakiweka ndani ya mtu, anakionyesha ndani ya mtu, ndipo kupitia hicho mtu naye anaweza kutoa. Nikipewa pesa na mtu ndio naweza nikampa mtu pesa, sababu nitakuwa nazo. Ikiwa sina siwezi kumpa. Lakini pia katika yale anayotufanyia Mungu, ametufanyia wokovu. Ametufanyia wokovu bure, ambaye alitupatia ufadhili kupitia wokovu ambaye alitupatia sisi, ambao hatukuwa tumestahili, lakini tulikuwa tumeshapoteza, ila yeye kwa fadhili zake zilizokuu basi akatuneemesha kwa wokovu na kuturejesha tena mahali ambapo tulikuwa tumestahili, alafu tukatoka. Tulikuwa tumeipoteza haki yetu, lakini Bwana akaturejeshea haki yetu, na haki yetu ikawekwa na kuhifadhiwa na Kristo Yesu, ili sisi tumpokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na tukaipate haki yetu ndani ya Kristo. Amen. Amen. Tukasema mimi siwezi kupeleka ama kumpa mtu kile ambacho sina. Ndio maana tunaona kwamba naweza nikamshuhudia mtu, nikamleta mtu kwa Kristo, lakini mwisho nikaanza kumsema, nikaanza kumfanyia vibaya. Mtu yule ndiye mleta kwa Kristo, baadaye anageuka tena anakuwa adui, kwa sababu kama mimi sijafadhiliwa na Mungu nikapewa ule moyo wa Kristo, hata ndipo niweze kuugawa kwa mtu mwingine, ina maana mimi ndani yangu kile kilichopo ndani ndio kitakuja kujidhihirisha siku moja kwa wakati fulani. Wewe tunaona kwamba unaanza kumpiga vita mtu na kufanya haya na yale ambayo yasiokuwa na sababu ama yasiokuwa na maana. Ni kwa sababu mtu anakuwa hajapokea fadhila za wokovu kutoka kwa Mungu. Ukipokea fadhila za wokovu ambazo ni za Mungu ama kutoka kwa Mungu, basi pia utumishi wetu utabeba neema hiyo ya kufadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo leo tutakwenda kuingia, nasema kwa kifupi tu sababu ya muda, tutakwenda kuingia kipengele kingine ambacho leo tutaona fadhili. Yaani mimi Mungu amenifadhili kwa njia ya wokovu. Ndio maana hawezi kumtumikia Mungu na kibali cha kutumika kikawepo, kwa maana ya kuwaleta watu kwa Kristo, yaani kumuingiza mtu mbinguni. Of course Mungu anaweza kukutumia kama chombo tu ukafanyika chambo,
lakini huwezi kumsimamisha mtu akaweza kuingia mbinguni. Kwa maana yake kile kilicho ndani yangu ndio nitakipeana, ndio mtu aweze kwenda. Mungu ametuachia roho wake kwa sababu roho anakaa ndani. Sasa roho yake ametuachia sisi ndio atutengeneze sisi tuende. Kwa hiyo na yeye alikuwa na cha kutupatia ili sisi tuweze kufaa kwake na hata tuweze kuingia mbinguni. Kwa hiyo kile ambacho mimi nakuwa nimekipokea basi naweza kukiachilia. Sasa huyo roho ambaye tuliachiliwa anapokuwa na sisi, tunapompa nafasi sasa akakaa ndani yetu, basi tutaweza hata kama ni kumtumikia Mungu, tutamtumikia Mungu kwa moyo wa shukrani. Hatutamtumikia Mungu kwa moyo wa malalamishi, manunguniko na kadhalika. Tutamtumikia Mungu kwa moyo wa shukrani. Yaani labda nitumie lugha hii ya kusema kwamba utumishi wetu, mtu yeyote anayemtumikia Mungu, utumishi ni matokeo ya shukrani. Yaani ni kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mimi naenda kumwambia mtu mwingine habari za Yesu kwa sababu mimi niliambiwa habari za Yesu. Kwa hiyo nilizipokea fadhili kupitia wokovu na mimi ndio napeleka wokovu kwa mtu mwingine. So kumtumikia Mungu tunamtumikia kama matokeo ya shukrani zetu mbele zake kwa kumfadhili. Kwa hiyo na sisi tunaenda kumwambia mtu mwingine naye aje akapokee zile fadhili, akaone. Njoo kaone mimi nimepokea nini. Yule mwanamke Msamaria kusoma kile kitabu cha Yohana sura ya 4 tunaona kwamba alipokea fadhili pale kisimani. Bwana alimfadhili, tena alimfadhili sana, kwa sababu mpaka akamweleza na mambo yake, akamwonyesha undani wake ambaye alimpa yule mwanamke kumwamini yeye Kristo. Lakini sawa alimwamini kwamba ni nabii na kwa hiyo yule mwanamke alipofadhiliwa hakubaki pale kisimani tena kumwambia nini tena unajua kwa ajili yangu Bwana Yesu. Sio niambia na kitu kingine, nieleze basi hata mbele yangu kule kuna nini. Nieleze maisha yangu ya baadaye. Nieleze sijui nini. Nitabirie tena. Hakubaki hapo. Yeye alipopokea zile fadhili alijulishwa mabaya yake, alijulishwa maisha yake, alijulishwa na akafundishwa, akaelekezwa, akapewa majira, akaambiwa nyinyi wacheni na mambo ya huo mlima mnasema kwamba mnaabudu katika mlima huo. Baba yangu anawatafuta waabudu halisi ambao watamwabudu katika roho na kweli. Sasa Mungu Bwana Yesu akawa ameachilia neema ya wokovu ndani ya yule mama. Na alipoiachilia tunamwona yule mwanamke hakukaa pale. Aliondoka. Na alipoondoka hakwenda tu kule kwao akaenda kapiga story kwamba yeye alienda akasema njooni muje mkaone mtu ambaye amenieleza nini mambo yangu. Kwa hiyo yeye naye akatumia ile fadhila Bwana ameifanya kwake kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa hiyo tunaposema kumtumikia Mungu, tunamtumikia Mungu kama matokeo ya shukrani. Yule mwanamke alirudi kijijini kwenda kuwaambia watu habari za Yesu kama matokeo ya shukrani katika kile ambacho Yesu alisema naye, alifanya kwake, na tunayaona maisha ya yule mama yaligeuka yakabadilika moja kwa moja. Hakuna mahali tuliona amepunguza upendo wake kwake Kristo kwa sababu alipokea fadhili. Sasa shida ambayo tunaiona sasa hivi, tunaona hata kwenye kumtumikia Mungu sio matokeo ya shukrani. Ndio maana mtu anapokuwa kwenye kumtumikia anadai, ni mdai anadai, kwa sababu hana kitu ashapokea kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo hata huo wokovu kwanza hajauelewa, na inawezekana hajaupokea sura yenyewe. Kwa sababu mtu yote anayekwenda kwa Yesu kudai tena, ina maana kila alitakiwa kupokea hajakipokea, si ndio jamani? Kama mimi natakiwa kupokea pesa kutoka kwako na sijazipokea, utaniona nimekuja tena. Lakini ukishanipa huwezi kuniona nikija tena. Sasa kanisa leo tunaliona kila siku linarudi kwa Yesu kutafuta kitu ambacho tulishakipokea. Siku ya kwanza ambapo nilimpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, sikupokea kitu nusu.
nilipokea full package ya kitu kinaitwa wokovu wangu. Na hili nitalisema tena, nishalisema zamani sana, na nilichukua kitabu hichi nikatoa mfano. Nikasema kwamba wokovu ndio hichi kikapu, lakini kuna vitu viko ndani ya kikapu, na hivyo vitu vyako ndani ya kikapu ndio mimi ninapopokea wokovu napokea na hivyo vitu. Sasa mimi nitakapotoka sasa, ili niende nikamwambie mtu, jamani, nimekutana na mtu pale kisimani, yaani wacha, hebu tunasitwende kaone, ni kwa sababu mimi nimeona kilichoko ndani ya kikapu. Yule mama alifunuliwa yale ambayo yalikuwa ndani ya kikapu, akaambiwa, akapewa taarifa zake, akaelezwa. Ni mengi waliongea, sio hayo tu ya kusema hapo. Haya yaliyosemwa hapo ni muhtasari kutokana na yale ambayo waliongea, kiasi cha kufanya yule mama arudi kijijini akawaambia watu. Sasa na sisi kama kanisa tuna kile ambacho tunatakiwa tuwe tumekipokea, na kama nimepokea full package ya wokovu, ndani yangu kuna mshangao wa kumshangaa Yesu, kuna shukrani za kumshukuru Yesu, yaani kuna kila kitu ambacho nitabaki nikimshangaa. Jamani, sasa ule mshangao ndio utanifanya nikimbie kwa Ruth, nimwambie jamani Ruth, wewe unasema una shida, hebu njoo bwana, njoo. Kuna mtu hapa ni hivi na hivi, njoo kwa Yesu. Sasa ukija kuangalia, nisipopokea ama nisipokiona kilichoko ndani ya kikapu, bado nitarudi kwa Yesu kitafuta. Na ndio maana kanisa mpaka leo tunarudi kwenda kutafuta kile ambacho tulitakiwa tu tumekipokea kwenye kikapu. Sasa swali, je, tulikipokea tukakipoteza? Tulikipokea tukakitupa? Tulipokea tukakidharau? Tulipokea tukakiacha? Ama hatukupokea? Kwa sababu Yesu hawezi kutoa wokovu mtupu. Wokovu ni full package. Yaani wokovu umebeba kila kitu. Wakati Mungu anamuumba mtu, alisema, ngoja niende hapo nisome. Kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anamuumba mtu, alisema hivi mstari wa 28. Nianze 27. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Sasa hapa akisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ndio anasema wakatawale. Sasa hawezi kusema wakatawale kama hakuna cha kutawaliwa. Kwa hiyo kutawaliwa vilikuwepo. Ndio sasa hawa wanatakiwa waende wakavisimamie hivyo na kuvifanyia kazi ile ambayo ndio Bwana sasa anawaambia waende wakaifanya. Sema wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tunaona sasa wamepewa mamlaka ya kwenda kuutiisha na kutawala, kwa sababu viliwekwa vitu kwenye dunia ili mwanadamu aweze kuvitawala vitu hivyo ndani ya dunia. Na kwenye wokovu wa maisha yetu, kile ambacho mwanadamu alikipoteza pale mwanzo kwenye bustani ya Edeni wakati alianguka kikapotea, kile kilichopotea kile ambacho mwanadamu ndio alitengana na Mungu ndio kiko ndani ya kikapu cha wokovu. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini?
Ndio kila siku nikisema kwamba unapokuwa umeokoka na bado unaenda kuomba vitu ambavyo tayari unavyo unatembea navyo, ni mtu kujisachi navyo ulivitupa njiani, kama hivyo ulivipoteza, ama basi hata wokovu wenyewe hujapokea, kwa sababu kila aliyepokea wokovu pakeji yake iko ndani. Kile ambacho kilipotea, kiliharibika, kilikosekana wakati mtu anaharibu kupokea wokovu, manake nimepokea vya kwangu. Manake wakati huo Mungu akimpa Adamu, akisema na yule mtu bustanini, alimpa kufanya kwa ujumla yale ambayo alitakiwa kufanya na wokovu. Swali sio kwamba Yesu alileta wokovu unipeleke mbinguni tu. Sio kwamba ulileta unipeleke mbinguni. Kwanza unirudishe kwenye nafasi yako. Hiyo ndio point namba 1. Point ya kwanza, wokovu unatakiwa unirejeshe mimi mahali ambapo ni kwenye nafasi yako. Na kama wokovu niliona hauja nirejesha mahali nilipo, kautafute wokovu sasa. Nikautafute. Aidha hauja nirejesha kwa sababu nilivyopokea tu sikuelewa, basi ukabakia kuwa dormant. Unaweza ukapewa kitabu. Kuna kijana alipewa kitabu na baba yake, Biblia, sio Biblia. Ndani ya Biblia baba yake aliweka urithi wake kwa huyo mtoto. Hiyo ni kikweli kabisa. Akaweka urithi wake, maelezo na ufunguo wa safe. Wazee wa zamani walikuwa na safe ndani ya nyumba zao. Hazina zao zote walikuwa wanaweka huko. Akaweka ufunguo ndani ya kitabu kile. Wakati alikuwa anaumwa, sasa ndio akamwita, alikuwa mtoto wa kiume. Akasema naye akaona mimi hapa nitakufa. Akamwambia mtoto wake, naomba nikuzawadie zawadi ambayo hutakaa ukinikumbuka siku zote za maisha yako. Mtoto akafurahi, akaona kama vile sasa baba labda anaenda kulipa nyumba. Akamwambia nikupa nyumba, nikupa nini? Akamwambia ninakupa hii Biblia. Yule mtoto akakasirika, kwa sababu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa hamjui Mungu na alikuwa hana shughuli na Mungu. Kwani chukua ile Biblia akaenda akaiweka, akazarau, akaendelea na mambo mengine. Kumbe hazina yake iko ndani ya ile Biblia. Utajiri wake uko ndani ya ile Biblia. Urithi wake uko ndani ya ile Biblia. Lakini kwa sababu alidharau, akaiweka pembeni na hakuifungua, maana alikuwa si msomaji wa Biblia. Alikuwa sio mwendaji kanisani. Mseme siku moja ataenda kanisani aweze kunini, hamna. Kwa hiyo alichukua mahali aliweka, ndio ilikaa, baba akafa, siku zikaenda, ana mali hapo ndani ya nyumba, ana fedha, ana hazina, lakini hajui kama anayo. Benki kuna pesa, hajui kama kuna pesa, na mali zingine. Ilipita miaka mpaka yule kijana amekuwa ameoa, yani amefika ameoa. Sasa ndio aliyekuja kuokoa ile ni huyu aliyekuwa naye. Ndio kufungua Biblia. Tena nafunguliwa kwa sababu ulikuwa unafanyika. Basi jamani, hii Biblia tangu imewekwa hapa, sioni nani anasoma, sioni nini, iko tu hapa. Ndio kufungua kama vile ninavyofanya hivi. Nakuta karatasi ndani, naangalia ile karatasi na nasema haya, akakuta na ufunguo, maelezo ya ufunguo yako pale. Anaenda mahali alipoeleza maelezo yako, anakuta safe, anafungua, anakuta fedha na hazina zingine, dhahabu, nini, yani zile vitu vya thamani. Sasa kuna watu wamebeba wokovu kwa sura hii. Wokovu ni package, full package. Kumwendea tena Mungu ama kumwendea Yesu Kristo na kumwambia naomba blue band wakati blue band unayo. Naomba mkate wakati mkate unao. Naomba kitanda kwa sababu kitanda wakati kitanda unacho. Sijui naomba nipe kazi na kazi unayo. Kila kitu unacho, na ufunguo ambaye ni mamlaka pia amekupa. Ufungue wewe. Ishi ni kujua tu hiki kikapu kina nini. Sasa shida ambayo
tunakabiliana nayo sisi tuliookoka, mpaka tunajikuta kwamba kuna hali ambayo si nzuri kwenye maisha yetu ya wokovu, na isipofanyiwa kazi inatuharibu na inatupoteza. Kwanza, kuujua wokovu nilionao. Nina wokovu, na kama niliacha kufanyia kazi. Ndio maana nikatoa mfano wa huyo kijana mpaka anakuwa amepata tabu hapo katikati sana, lakini bila kujua. Mwingine hivyo bibi yake, hiyo nyumba ilikuwa ni ya bibi yake. Bibi yake alikuwa tajiri sana, lakini wazee wale wa zamani wanaweka hazina ndani ya nyumba. Kabla hajafa akamwambia mtoto wake, mjukuu wake, nakupa hii nyumba zawadi yako. Nyumba ilikuwa kama vile mbovu, haina thamani ya kijana kama huyo. Angesema kwamba mimi niende nikakae pale, akaiangalia ile nyumba, akasema okay, nashukuru. Ikawa hivyo, akaendelea na maisha sana, anaishi na wazazi wake na nini, yao kumaliza mambo ya matanga na nini. Kumbe kule ndani kuna fedha, kuna hazina. Lakini sasa yeye kwa kuiona nyumba ilivyokuwa nje imechoka, hakuwaza hata siku moja kwamba niende nikaingia kwenye ile nyumba kwanza hata nikaangalia kule ndani kuna nini. Hata siku moja hakuwaza. Kwa hiyo yeye aliona kwa sababu tuna nyumba nzuri na baba yangu na mama yangu, lakini akaendelea maisha. Akaona kwamba hizo ni vitu vya kizee. Lakini kumbe alikuwa tayari ameshakuwa tajiri mkubwa bila kujua kwamba yeye ni tajiri. Sasa hivi ni vitu ambavyo ndio vinapatikana ndani ya wokovu. Na vikiwa ndani ya wokovu, mimi nitakapokuwa niko kwenye wokovu, naishi maisha ya wokovu, siku zote nitakuwa mtu wa shukrani mbele za Mungu. Na sikushukuru tu kwa hili nilivyosema kwamba utumishi wetu tunatakiwa tutumike kama matokeo ya shukrani. Yaani chochote ndio hapo, hata kibaya kikikukuta bado utasema Mungu nakushukuru kwa sababu hata hili nikijua. Kwa sababu kuna fadhili nyingi sana ambazo wewe ulishaziona, ulishaingia ndani ya ile hazina na ulishaona hazina yake ilivyo. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana sahihi, wewe unaona kama ni minor. Unaona kama vile ninamchua Mungu wangu. Kwa nini? Kwa sababu ushaingia ndani ya ile hazina yake. Umeshajua uwezo wake ukoje, ukuu wake ukoje, kuhusu fadhili na kwa kiwango gani ana uwezo wa kunifadhili mimi na alishanifadhili. Sasa kuingia ndani lazima nijue maana ya wokovu ni kitu gani. Ndio maana tunasema wokovu tu ni fadhili. Ili niweze kujua kwamba wokovu ni fadhili, lazima nielewe ni alikonitoa ni wapi. Nikijua alikonitoa ni wapi, sitacheza hapo mbele. Lakini leo watu tunachezea wokovu kwa sababu hatuzijui fadhili tulizozipokea kutoka kwake. Hata ndio tuweze kukaa na adabu mbele ya wokovu. Kanisa lingeweza kuelewa fadhili ya wokovu tu, nisingerudi kwake kumwambia Mungu naomba kanipatie mume. Singerudi kwake. Hiyo tu kunipa ufalme wa Mungu, najua nitosha. Ndio maana huwa napenda kusema ya kwamba hivi nimekuaje mimi Helena nimwamini yeye Kristo kwamba naweza nikachukua maisha yangu nikayaweka kwenye mikono yake kwamba alifikishe mbinguni. Alafu leo sina uhakika na yeye kama anaweza akanipa mkate. Huo ni uongo, ni mchanganyo ambao wanadamu tumejipigwa wenyewe na tukapotea. Ndio maana nasema kwamba wokovu ni fadhili. Kwa hiyo kitu cha kwanza mtu anatakiwa atambue ni wema wake. Wema wake ambaye haukunigharimu. Kwani umelipa gharama shilingi ngapi mpaka uokolewe? Ndio umwambie Yesu kwamba hata hivyo wokovu ulinipa nimekulipa. Kwa hiyo na hichi pia nipatie nitakulipa, ndio nitakutumikia. Ndio watu waje madhabahuni sasa wamtumikie Mungu na wadai pesa. Kwa sababu mtu wa kufanya hivyo ni yule ambaye ashamlipa Yesu gharama za wokovu. Kama hujalipa hata shilingi moja gharama za wokovu na umehamishwa kutoka mautini, umeingizwa uzimani, wewe unakujaje kudai pesa kwenye madhabahu ya Mungu? Na unaje kumdai? Eti nataka nikupigie gitaa, nilipe 50,000 kila wiki. Unataka nikupigie keyboard, nilipe 20,000 kila wiki. Unataka nisimame kwenye madhabahu yako, ni yako kwako hiyo hainusu. Nikuimbie, nilipe 10,000 kila wiki. Huyu ni mtu ambaye hajajua ndani ya kile kikapu kuna nini.
Ukijua ndani ya kile kikapu kuna nini, utaziimba fadhili zake kila siku. Kuziimba fadhili zake, nitamwambia Bwana, mhia, niko hapa tayari.